pia wadau mbalimbali, kwa makampuni mbalimbali ambao tunawakaribisha. Kwanza tunashukuru kwa kupokea mialiko yetu, lakini pia tunawakaribisha kwa siku hiyo tarehe 16 mwezi wa 8. Alumini tumewaeleza sana umuhimu, na kwa kweli wengi tangu tulianza hizi jitihada wameonyesha ushirikiano mkubwa sana. Kwa hiyo tunawakaribisha sana, asibaki alumini hata mmoja kuja kufanya hii fundraising ya kutuchangia kwa ajili ya kurezi hizi shilingi milioni 650. Na tukishapata hizo fedha, tunategemea sasa kwamba mwaka huu tutakamilisha baadhi ya miundombinu ambayo imebaki, lakini pia kuanza kuwapokea wanafunzi wa Form 1 mwezi Septemba mwaka huu, ili mwaka ujao mwaka 2027 Januari shule yetu iwe imeanza rasmi kwa darasa kwa maana ya kidato cha kwanza. Na tunategemea kuwapokea mkondo hapo, maana kwamba wasichana pamoja na wavulana. Na hizo fedha pia tunategemea kwamba tutaboresha hasa masuala ya kompyuta, kwa sababu tunataka kuwa vijana wetu waendelee na kasi ya teknolojia ya sasa hivi. Kwa maana hiyo tunaiona kwamba tarehe 16 mwezi wa 8 ni siku muhimu sana, ambapo tutaenda kujidhihirisha kwamba shule yetu ya Siha Sekondari imerejeshwa rasmi. Asanteni sana na karibuni. Naomba wote msisahau ni tarehe 16 mwezi wa 8 mwaka 2026 pale Masiani Mbezi Beach, Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya fundraising, na tunalenga kupata jumla ya shilingi bilioni 650. Asante sana. Labda natamani kufahamu kwa miaka hiyo ilifungwa kwa ajili ya nini, kwamba ambayo hakufahamu hiyo shule ilifungwa kwa ajili gani, baada kujua kidogo kwa kifupi ilifungwa kutokana na changamoto gani, lakini vile vile hali sasa hivi ya miundombinu katika shule hiyo ikoje na mnategemea iweje katika miaka ya baadaye, kwanza kitaaluma pamoja na masuala mazima ya miundombinu pale shule. Nashukuru sana kwa kuuliza hilo swali. Na kweli kwamba wengi wameuliza hilo swali, na ni swali muhimu sana. Wengi wanasema kwamba tufahamu ni nini, kwa nini kisababisha shule kufungwa. Na tumejaribu kueleza kwamba kitu ambacho kilisababisha kikubwa sana ni kuanzishwa kwa shule za kata. Kama tunafahamu, awamu ya 4 ya uongozi wa Rais Jakaya Mrisho Kikwete na timu yake waliazimia kufungua shule za sekondari kila kata, na hiyo initiative kwa mkoa wa Kilimanjaro ilipokelewa vizuri sana. Kwa hiyo katika wilaya za Siha shule nyingi sana zilifunguliwa katika kata mbalimbali. Sasa kwa sababu hiyo ikawa sasa wanafunzi tunagawana, hasa wale walikuwa ni day scholars, kwa sababu wengi walikuwa wanategemea kwamba watoke karibu na vile vijiji ambavyo vimezunguka shule ya sekondari. Kwa hiyo wanafunzi wakawa wamepungua. Lakini cha pili ni kwamba kumekuwa na mabadiliko pia ya uendeshaji wa shule. Kumekuwa na watu wengi sana ambao watu wa private sector ambao pia waliingia kwa ajili ya kuanzisha shule. Sasa kwa sababu hiyo alikutegemewa, nadhani hayo yakasababisha shule ikaanza kushuka kwa maana ya kiwango cha ufaulu, kwa sababu ya competition ambayo imeanzishwa na serikali lakini pia na watu binafsi, na kwa sababu hiyo ikawa hawezi kujiendesha kwa mapato. Na nilivyosema sasa tunafanyaje? Sasa hivi ni kwamba kwenye mikakati yetu ambayo tumeiandaa ni kwamba kwanza bodi itatakiwa iwe na bodi ya usimamizi yenye. Zamani ilikuwa bodi lakini ni bodi ya ushauri. Sasa ikishakuwa ni bodi ya ushauri maana haina mamlaka sana. Kwa sasa hivi tumeshakuwa na dayosisi kwamba utakuwa na bodi ya usimamizi wa shule au kwa governance board, ambayo inakuwa na uwezo wa kuisimamia shule na kuona mabadiliko yanayotokea kwa maana ya kimazingira, na wenyewe waweze kubadilika hapo hapo ili kukabiliana na changamoto na mwaka siku shule isijikafungwa tena. Kwa hiyo sasa hivi tunavyoongea tayari shule karibia zote za dayosisi zina governing board, na ndio sasa tunaanza kuona kwamba matokeo sasa kwenye shule za KKKT imeshaanza kupanda kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba sasa kwa sababu hiyo maana kwamba shule haiwezi kuja kufungwa tena.
Sasa umeuliza masuala ya miundombinu imekaa namna gani? Kama nilivyosema, zile fedha tulizopokea milioni 300 tumezitumia zote, na miundombinu sasa tunavyoongea kuna baadhi ya miundombinu imeshakamilika. Kwa mfano kama nilivyosema, bweni la wasichana kwa 100%, lakini pia administration block na lenyewe limeshafika kusema vizuri, hivyo hivyo kwenye madarasa 85%. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vimebaki vya msingi ili tuweze kuanza shule. Kwa hiyo ndio sababu tunakuja kufanya hiyo kampeni. Tumeshaandaa mpango au master plan ya shule kwa mpaka mwaka 2030, na hiyo tutaenda kwa awamu mpaka mwisho wa siku tuone kwamba imeshakamilika, na yenyewe imelenga kuboresha kwenye masuala ya kitaaluma, kwa maana kuwa na madarasa mazuri kabisa yanayovutia, lakini kuwa na vifaa vya kisasa vya kufundisha wanafunzi kutumia teknolojia ya kisasa, lakini pia kuendelea kuboresha mazingira. Kwa mfano kujenga baadhi ya mabweni ya wasichana na wavulana mapya kabisa, lakini pamoja na kufufua sasa shughuli za michezo kwenye shule na kuendelea. Kwa tuna master plan ambayo tumeshaandaa, ambayo ndio inayotuongoza katika kuhakikisha kwamba sasa hivi tunaanza na kitu gani kulingana na fedha ambayo tunazo, na kesho tutafanya nini mpaka mwaka 2030 tutakuwa tuna shule ambayo ni nzuri sana inayotoa elimu ya kidato cha kwanza ambayo kidato cha 6 yenye hadhi ile ile iliyokuwa ya zamani ya sekondari. Nashukuru sana. Ni wanasiha pekee wanako jumuika katika hiyo harambee, au kutakuwa na watu ambao tayari watu maarufu walishawahi kusoma katika hiyo shule, au ni? Yes, nashukuru sana. Kwa kweli siku hiyo ni kila mtu ambaye ni mdau. Tunaposema ni mdau wa sekondari, inawezekana kabisa kwamba yeye mwenyewe alisoma pale sekondari kutoka kipindi hicho, au watoto wake walisoma pale sekondari, au jirani yake alisoma sekondari. Kwa hiyo ni Watanzania wote kwa ujumla tunawakaribisha katika hiyo harambee. Na kwa maana hiyo siku hiyo tumesema kwamba tutawaweka na vyakula vya asili vya Siha, kwa sababu ile shule iko Siha. Kwa maana hiyo ni kama kivutio pia cha watu wanapokuja waone vyakula vya asili ambavyo viko sasa hivi. Lakini pia ni sehemu nzuri ya kufanya networking, kwa sababu kuna watu ambao wamesoma wote pamoja muda mrefu na hawajaonana. Hii ni fursa pia ya kuonana katika ile tukio la kufanya fundraising ya 36. Sawa Dr.